Leo tumekutana na ndugu yetu anaitwa Jay Wakilosa, anaishi nchini Kenya. Jay Wakilosa, tumekutafuta kwa sababu ya kutaka kuzungumza jambo la Matonya. Hebu naomba waambie wa Tanzania ni nini kinachoendelea kuhusu Matonya na kesi ya kama hiyo ya Matonya ya ubakaji. Hapa Kenya wanaichukuliaje na nini kitakachofanyika, na hiyo ni cash bill aliyopewa ama ni cash bill ama nini ambayo ni $500. Hebu zungumza, wa Tanzania nataka wajue wasanii wa Tanzania wanapokuja nchini Kenya wanakuwa na mazingira gani na mambo yao yanayoendelea. Bismillah. Shehe ama ndugu zangu wa Tanzania, kitu kimoja kwanza tunafaa kuelewa, sheria ziko tofauti sana kwenye nchi zetu. Yaani tukiongelea East Africa mpaka international, nchi za wenzetu, sheria yetu sisi ya Watanzania na sheria za nchi za wenzetu ni tofauti sana. Hii kesi ya Blaza Matonya kwa mimi naweza sema ni kesi ya uzembe na ni ya ujinga, kwa sababu hii ni kesi tu ya ulevi. Umelewa ukachukua ukatamani mwanamke, unabeba mwanamke na ukiwa hauna pesa, na unaenda unajaribu kulala na wewe mwanamke anataka pesa zake, wewe unamwambia hauna pesa. Sasa hii Kenya, dada zetu wa hapa Kenya si kama dada zetu wa Tanzania. Unajua Mtanzania ana uvumilivu, unaweza mueleza ukampa Kiswahili na akaona huyu mtu kweli amekwama kwa wakati huu, acha ni muache, wakati mwingine tutasikilizana, atanipa pesa. Lakini Kenya, maisha ya Kenya ni pesa, yani mbio za Kenya. Yani hata Kenya ikipigwa maximum, watu wenye hela kati ya wanaume na wanawake wana pesa sana hata kushinda wanaume. Kwa hiyo Matonya alijaribu kufanya kitu, yeye aliona yuko sahihi kwenye kitu ambacho alikuwa anakifanya, lakini sio kitu sahihi alikifanya. Sahihi hapo alikokuwa yuko huko ndani. Mimi niko Nairobi sasa, lakini yuko Mombasa, lakini yuko Shimo la Tewa. Hiyo gereza inaitwa Shimo la Tewa. Kwa hiyo yeye alifanya kitu sahihi, anajuta kitu alichokuwa amekifanya, kwa sababu yeye mwenyewe anajua mbona alifanya hilo jambo ambalo halina umuhimu kwake, na alimuongezea kitu lakini limemletea matatizo na mpaka sasa yuko ndani. Kesi kama hizi za ubakaji hapa Kenya inachukuliwaje? Ina uzito gani hapa Kenya? Kesi kama hizi za ubakaji Kenya, si Kenya, kesi ya ubakaji kokote inachukuliwa kwa uzito sana, kwa sababu hata mimi nimeshtuka sana kusikia Matonya amepewa cash bill ama na bondi eti atoke na amebaka. Kwa hiyo mimi nikiangalia, kwa sababu mtu aliyomfanyia hiko kitendo si mtoto mdogo, atakuwa ni mtu mzima pia, ni msichana mkubwa, lakini yeye alimuingia kimaumbile huyo msichana bila masikilizano mazuri. Kwa hiyo kama angefanya huyo msichana angekuwa mdogo, hata hizo faini asingepewa, kwa sababu huwezi pewa hiyo faini hapa Kenya kiurahisi hivyo. Alafu wewe, mbaya zaidi, wewe ni foreigner, wewe si Mkenya, wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo wanajua kabisa wakikupa bondi au cash bill ukitoka, wanajua utakimbia, utarudi kwenu. Kwa hiyo hata mimi nimeshtuka na nimeshangaa sana, lakini kitu kikubwa zaidi, kwa mablaza wako wengi hapa Kenya, tunapatana nao sana. Na sisi wa Tanzania tukipatana Kenya tunaitana family, ni mablaza, kwa sababu wote sisi ni wa Tanzania. Lakini wasanii wengi legend wamepoteza sana mwelekeo. Yani wao kila wanakoingia sehemu wanaona maisha yao, wanaona kitu kikubwa sana, na wakiwa ndani au kwa sababu hawaonekani, wako nchi nyingine tofauti, wako Tanzania, wanaona kitu kikubwa sana wao cha kutumia ni pombe. Alafu hizo pombe zinawaingiza kwenye matatizo, kwa sababu si huyu wa kwanza, wako wengine lakini hatuwataji, pia washapata masaibu hapa sana. Wamepata masaibu, imefika wanalia, hakuna mtu wa kumsaidia.
inafika sasa sisi kwa sababu Watanzania tuko wengi hapa Kenya, basi tunatafutana wenyewe kwa wenyewe, tunachangiana, lakini tunaangalia shida ulioifanya hivi kwanza tunakuacha ukae ndani kwanza. Ndio kesho usirudie, usitusumbue, kwa sababu sisi hatujaja hapa kusaidia watu. Tumekuja kutafuta pesa, turudi nyumbani twende tukasaidie familia zetu. Lakini mablaza mnakosea sana, wengi mko. Wewe Matonya sasa uko ndani na umetrend sana kwenye mitandao na kila mtu sasa Tanzania nzima wamejua kuwa umebaka Kenya. Na si eti umebaka, wewe ulichukua mwanamke ukiwa hauna pesa na huyu mwanamke akakubadilishia maneno, akakwambia kuwa kwamba ulimbaka kwa sababu hujamlipa pesa. Kwa hiyo hizi biashara mnazofanya, haya mambo mnayafanya mablaza, kama una pesa, kaa nenda Tanzania, tuna mashamba mengi. Si unaenda tu unalima, uende huko ukatafutiwe mwanamke uoe, ukae. Na kwetu sisi wazazi wetu wana busara, wanakuolea mwanamke hata kama ukiwa mzee vipi. Mzazi anakuambia tu wewe bwana umeshakuwa mtu mzima, acha tukuolee mwanamke ili maisha yako yaweze kusonga. Kwa hiyo mustakabali wa Matonya kwa sasa hivi ukoje? Mustakabali wa Matonya sasa hii kitu kinahitajika, kwa sababu tayari yeye amepigwa fine. Hiyo sio fine, ni cash bill. Hii ni cash bill yake. Sasa fine ni kitu ambacho amehukumiwa, sasa ndio amepigwa fine. Haya sasa nikikueleza kwa mara nyingine ni sawa, umenirekebisha vizuri sana. Lakini maana ya kusema cash bill ni kitu cha kinaitwa ni kujisimamia. Yani ni kitu kinakusimamia pale ulikowekwa. Sasa umewekwa ndani, so ukitoa hiyo cash bill, hiyo inakufanya ikiwekwa pale mahakamani, ile inakaa pale kama dhamana yako, kuwa wewe utakuwa uhuru nje, lakini uhuru wako bado utakuwa unaenda kusikiliza kesi, unaenda kuattend mahakamani. Umeelewa? Sasa hapa Kenya kuna vitu viwili vinatumikaga, kuna cash bill na bond. Umeelewa? Lakini yeye sijasikia bondi yake ya pesa ngapi, lakini nilisikia cash bill ya 500,000. 500 ni sawa sawa na milioni 10 ya Tanzania. Umeelewa? Hapa ni 500,000 ya Kenya. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi kwa mara nyingine, ndugu zetu wa Tanzania, huyu ni blaza na amekosea. Na kama amekosea, hata kama ni tabia zake. Kwa hiyo kitu kikubwa, kwa sababu sisi wote ni wa Tanzania na tuna umoja na tuna ujamaa, tunaweza shirikiana tuweze kumchangia ili aweze kutoka ndani, ndio hawe anasikiliza hii kesi yake akiwa ndani. Akiwa nje ametoka, yuko huru. So itakuwa jambo zuri sana kwa Watanzania. Ama wanashehe, wewe unaonaje kwa hilo? Pia mimi nilizungumza kwamba tushirikiane na wasanii wa Tanzania na wa Kenya, tushirikiane. Hata hapa wasanii wa Kenya hapa pia wana uwezo mkubwa. Msanii mmoja tu hapa Kenya anaweza katoka kaenda kalipa cash bill, Matonya katoka. Kweli kabisa. Sababu ni msanii. Haya mambo ambayo yamemtokea Matonya hapa Kenya pia yanaweza kumtokea msanii wa hapa Kenya huko Tanzania ama Uganda ama nchi yote. Kweli kabisa. Kwa leo mwenzako anapokuwa ananyolewa, ndio na wewe ufanye nini? Utie maji, nywele utie maji. Kwa sasa nafikiri wasanii wetu wanatakiwa kujifunza. Ni kweli. Kauli umeiongea kuwa wasanii wa Kenya wana hela. Kenya watu wana hela sana. Yaani Kenya watu wana pesa bro. Yaani achana tu na wasanii tu. Unajua wao si eti wanategemea sana kazi ya usanii. Wao wanafanya biashara nyingi. Kwa hiyo Wakenya wana pesa sana. Na Matonya na marafiki hapa Kenya wana uwezo tu akajitokeza mtu na akaenda akamtolea hiyo pesa na akatoka. Lakini kitu kikubwa Matonya, kama pombe imekukataa si lazima uitumie. Achana na pombe bro. Haya matukio unayafanya mengi sana ya pombe. Hii Kenya bro, hata kama uliingia muda mrefu. Mimi nimeingia sasa hii Kenya, niko hapa na miaka 16 niko hapa Kenya. Na mara nyingi maisha yangu mimi naishi Kenya, si Tanzania. Tanzania naingia hata wiki tu nimerudi niko Kenya. Mombasa niko Nairobi. Kwa hiyo angalia, hapa Kenya watu wanakunywa pombe sana na uwezi sikia hizo skendo watu wanafanya. Hakuna sehemu wanapiga sherehe ama wanajua kutumia pesa ama kunywa pombe kama Kenya. Tanzania tunajaribu na tunakopi.
Kwa hiyo angalia hii Kenya, unaweza kufa bro, ni pabaya, si pazuri na hayo matukio unayoyafanya. Usirudie, na si wewe tu, na kuna wengine wako pia muwe mnatumia hizi pombe kwa discipline. Ama nendeni mkafanye ujinga huu mkiwa nyumbani, si tukiwa kwa nchi ya watu. Huu ni ujinga mnaofanya, ni mbaya. Kwa sababu leo umeshikwa, ukiwa ndani uko sehemu salama sana. Unafikiri huyo mtu angekupangia wauni wakumalize, sasa ungekuwa wapi? Sasa tungekuwa tunaongea Matonya amekufa. Na Kenya iko ni kitu cha kawaida sana. Na watu wanakumada, na wewe ni foreigner bro, hujulikani. Kwa hiyo jifunzeni sana wasanii. Si wewe, si Matonya peke yako, mko wengi. Mjirekebishe sana. Sana. Na mkiwepo mablaza wengine ambao mko wengi sana na kadhalika, sitaki kuwataja kwa majina. Hizi tabia zenu mjibadilishe sana. Kama mmekuja kutafuta, tafuteni pesa, mwende nyumbani, mkatengeneze maisha, uishi na familia salama. Vitu vya ajabu unaenda uvifanyie nyumbani kwenu, baba yako na mama yako wanakuona. Hao hawezi kukuzuru, lakini si hapa Kenya. Hapa utakufa na utarudi nyumbani na usijulikane, hata mwili wako ukatupwa hapa.